Nimekuelewa. Kwani bado unaendelea kufanya fujo kwenye mitandao? Hapana. Unaona jukumu mwenyewe. Mimi ni yule ujue. Okay. Sijabadilika kabisa. Okay. Toka upewe kile cheo, makini cheo na ni kikubwa sana. Hali umeonaje, na pia kuna vitu ambavyo ulisema umeviacha kwa namna moja au nyingine? Sio nimeviacha, kuna vitu nimevikazia, nimeviangalia kwa makini lakini sio kuacha. Huwezi kuacha. Mimi ni yule unajua kwa nini nimepewa ubalozi wa amani? Kwa sababu ya mimi nilivyo. Alafu sasa nikipewa cheo hiki alafu nikaanza kubadilika tena inakuwa haiko sawa. Kuna vitu ambavyo unasema tu sio kwamba unaacha, unakaza. Kama mfano unakuwa makini zaidi. Mfano labda kwenye sentences zako ukiwa unaongea, inabidi uwe makini kidogo, usije kama mchochezi kwa sababu wewe ni balozi wa amani. Umeshaona? Kwa hiyo ni unakuwa makini, sio kwamba ni unaacha kwa sababu sio kwamba ulikuwa mchochezi hapo mwanzoni. Kwa hiyo ni kama hivyo. Okay. Ile deal ina uzito kiasi gani? Mara kwanza watu wamejua shingapi nimeshinda, ilikuwa tatizo. Unakumbuka niliposhuka mjini? Haikuwa tatizo. Safari kusema kweli kuna naweza kusema inshallah, sio kwanza inshallah, alhamdulillah. Na kuna inshallah kwa sababu ya madili mengine yanayokuja ambayo na sitayataja sasa hivi, lakini alhamdulillah kwa haya ambayo nimefanyika, kuna madili mengi ambayo nimesign kwa sasa hivi, ikiwemo Tecno, ikiwemo Halotel, ikiwemo Global Peace Ambassador, ambayo ni makubwa kusema ukweli, lakini singependa kuongelea labda ni shingapi na nini, lakini ni kikubwa, lakini ningependa watu wa focus kwa mimi sawa na sio ambacho nilicho nacho kwa sasa, kwa sababu bado wakati wa kufocus kwenye vitu kama hivyo sidhani kama umefika. Ningependa watu wanichukulie mimi kama role model wa kuweza kuona vitu gani ambavyo mimi navifanya katika jamii, na sio kunichukulia kama sisi tunamogopa Idris, labda tunaogopa labda na intimidate kwenye hiki na hiki na hiki na hiki. No, nataka wanione kama mimi ni kawaida tu, ni kama mmoja wao ambaye naweza nikawa motivate kila mtu akajisikia kama na mimi naweza kuwa kama hivi baadaye. Kwa ile deal ya Big Brother imekuwa ni funzo kwako? Nini? Kile kusema kweli, unajua watu wakishajua una shilingi ngapi mtaani inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo ndo kama hivi sasa hivi, yani sisemagi kwamba na shilingi ngapi mtaani na nini na vitu kama hivi.